hata kama wakati huu hali ni ngumu, hata kama wakati huu huna mtaji, hata kama wakati huu huna kazi, hata kama wakati huu huna ada, hata kama wakati huu umeachwa kuwa mjane, hata kama wakati huu umeachwa kuwa yatima, uangalia ile mazingira magumu, lakini unaiangalia ile picha ambayo Mungu ameiweka ndani yako, na hii ndio itakayofanya mtu asikate tamaa licha kwamba mazingira ni magumu. Na ndio maana Biblia inasema kwamba Yesu aliustahimili msalaba, akaidharau aibu kwa sababu ya taji iliyokuwa imewekwa mbele yake. Kilichomfanya Yesu asikate tamaa, kilichomfanya Yesu astahimili msalaba na aidharau aibu ni ile taji. Yesu alikuwa anaiona taji iliyowekwa mbele yake, kwa hiyo akawa haangalii yale mazingira yanayomzunguka. Sasa ninakuombea unanitazama na kunisikiliza, Mungu akupatie picha kwa ajili ya maisha yako ya baadaye. Ukiona umekata tamaa, maana yake hakuna picha unayoiona mbele yako. Ukiona unataka kujiua, maana yake hakuna picha ambayo unaiona mbele yako. Ukiwa una picha ambayo unaiona mbele yako, hutakata tamaa. Unataka kujiua, unataka kujinyonga, kama leo hii unataka kujiua au kujinyonga, utakuwa umewakosea sana wazazi wako. Wazazi wako wamewekeza kwako from kindergarten, wamewekeza kwako fedha nyingi mpaka umepata degree. Leo hii umekuwa msomi au leo hii umekuwa mtu mzima, unataka kujinyonga, utakuwa umewaangusha sana wazazi wako. Kuna matunda ambayo wanatarajia kutoka kwako. Kwa jina la Yesu na kuombea, Mungu akupatie maono, Mungu akupatie picha ndani yako, na uache kutazama mazingira, lakini uiangalie ile picha ambayo Mungu ameweka ndani yako kwa ajili ya maisha yako ya baadaye.